Mbele ya maelfu ya watu, mkutano wa miujiza ulikuwa unaendelea kawaida. Lakini ghafla, mzee mmoja alianza kutembea polepole kuelekea jukwaani. Ukimya ukaanguka uwanjani. Kisha akasimama mbele ya mtume na kusema, "Bado hujachoka kudanganya watu?" Halafu akatamka jina moja. Samuel. Mvua ndogo ilikuwa imenyesha tangu alfajiri. Barabara za vumbi zilikuwa zimeloa sehemu, na upepo wa baridi ulikuwa ukipeperusha mabango makubwa yaliyobandikwa kwenye nguzo za umeme. Mkutano mkubwa wa miujiza. Usikose kuguswa na mtume Ezekiel. Tangu asubuhi, watu walikuwa wanamiminika kuelekea uwanjani. Daladala zilijaa kupita kawaida. Bodaboda zilikuwa zikikata kona kwa fujo, huku abiria wakishikilia Biblia na chupa za maji ya maombi. Pembeni ya geti la uwanja, mama mmoja alikuwa akimuuliza mwenzake kwa excitement, "Unajua wiki iliyopita kule Mwanza eti bubu aliongea?" Mwenzake akatikisa kichwa haraka, "Mimi leo sitoki hapa bila muujiza wangu." Ndani ya uwanja, spika kubwa zilikuwa zikilia nyimbo za kuabudu mpaka ardhi inatetemeka kidogo. Watu waliinua mikono. Wengine walikuwa tayari wanalia hata kabla mtume hajafika. Lakini mbali kidogo na ule msongamano, chini ya mti mkubwa wa mwembe uliokuwa karibu na uzio wa uwanja, aliketi mzee mmoja mwembamba aliyekuwa amevaa koti la zamani lililofifia rangi. Mikono yake ilikuwa imekumbatia fimbo iliyochoka. Hakufanana na watu waliokuja pale kwa matumaini makubwa. Hakushangilia, hakutikisa kichwa, hakutazama hata jukwaa mara nyingi. Alikuwa tu kimya. Wakati magari meusi ya kifahari yalipoingia uwanjani na watu kuanza kupiga kelele kwa nguvu, kila mtu alisimama. Isipokuwa yeye. Mzee aliinua macho taratibu. Akatazama lile gari la mbele liliposimama karibu na jukwaa. Mlango ukafunguliwa. Mtume Ezekiel akashuka huku walinzi wakimzunguka. Umati ukalipuka kwa shangwe. Lakini yule mzee, uso wake haukubadilika hata kidogo. Alimtazama mtume kwa sekunde kadhaa, kama mtu aliyekuwa anaona kitu ambacho wengine hawakioni. Halafu akashusha macho chini taratibu. Muda ulivyozidi kwenda, uwanja ulianza kuchangamka zaidi. Muziki wa kuabudu ulipanda sauti na watu wakaanza kusogea mbele wakisukumana kutafuta nafasi karibu na jukwaa. Pokea muujiza wako. Gusa skrini ya imani. Sauti za wasaidizi wa kanisani zilikuwa zikisikika kila upande. Mara kwa mara watu walikuwa wanaanguka chini wakitetemeka. Mwanamke mmoja alipiga yowe ghafla mpaka watu wakageuka kumtazama. Wengine waliinua mikono juu huku wakilia kwa nguvu, kana kwamba walikuwa wamebeba maumivu ya miaka mingi. Lakini chini ya ule mwembe, yule mzee alikuwa bado amekaa vile vile. Kimya. Alikuwa akipitisha vidole vyake polepole kwenye fimbo yake ya zamani, macho yake yakitazama mbali kana kwamba mawazo yake hayakuwa kabisa pale uwanjani. Wasaidizi wa mtume walipoanza kupita katikati ya watu kuwaombea mmoja mmoja, kijana mmoja mrefu mwenye suti nyeusi alimsogelea yule mzee. Alisimama mbele yake kwa sekunde chache. "Mzee," alisema kwa sauti ya upole, "simama upokee maombi." Mzee hakutikisa hata kichwa. Kijana akasogea karibu kidogo. "Leo ni siku yako ya kufunguliwa." Bado mzee alikuwa kimya, kisha taratibu sana akainua macho yake. Alimtazama yule kijana moja kwa moja usoni. Macho yake yalikuwa makavu, lakini mazito kwa namna ya ajabu. Halafu akasema kwa sauti ya chini sana, "Mimi sihitaji maigizo." Kijana alibaki ameduaa kidogo. "Samahani." Mzee akavuta pumzi ndefu. "Mungu ananisikia hata nikiwa kimya." Watu waliokuwa karibu wakaanza kugeuka mmoja baada ya mwingine. "Mzee huyo ana matatizo? Mbona anazungumza hivyo? Huyo anamdharau mtumishi wa Mungu." Mtume Ezekiel alikuwa ameacha kuhubiri kwa sekunde kadhaa. Machoni pake kulikuwa na kitu ambacho watu hawakukizoea kuona. Baada ya lile tukio la yule mzee kukataa kuombewa, hali ya uwanja ilibadilika kidogo, ingawa wengi hawakugundua haraka. Mtume Ezekiel aliendelea kuhubiri kama kawaida. Sauti yake ilikuwa kubwa, watu walikuwa wakipiga makofi, na kamera za live zilikuwa bado zinamfuata kila alipokuwa akitembea jukwaani. Lakini waliokuwa karibu zaidi walianza kuona tofauti. Kuna sehemu alisoma mstari vibaya, kisha akajirekebisha haraka.
Dakika chache baadaye akarudia sentensi ile ile mara mbili, kana kwamba alikuwa amepoteza mawazo katikati ya mahubiri. Waimbaji waliokuwa nyuma ya jukwaa wakaanza kuangaliana kimya kimya. Mtume akachukua chupa ya maji. Akanywa. Baada ya dakika moja, akanywa tena. Halafu tena. Mikononi kulikuwa na mtetemeko mdogo ambao haukuwa wa kawaida kwake. Na kila alipogeuza macho upande wa ule mwembe, alimwona yule mzee bado amekaa pale. Kimya. Hakupiga makofi. Hakusimama. Hakutikisa hata kichwa kama wengine. Alikuwa anamtazama tu, na kadri muda ulivyoenda, ndivyo uso wa Mtume ulivyozidi kuwa mzito. Mwanamke mmoja aliyekuwa mstari wa mbele alinong'ona kwa rafiki yake, "Mbona leo Mtume kama hayuko sawa?" Mwenzake akajifanya hajasikia. Lakini ukweli ni kwamba watu kadhaa walikuwa wameanza kugundua kulikuwa na kitu kinamsumbua. Na kitu hicho kilikuwa chini ya ule mti. Hakuna aliyeelewa kwa nini mtu mmoja maskini aliyekaa kimya alikuwa anamfanya mtu anayeheshimiwa na maelfu ya watu ashindwe kutulia mbele ya umati. Ghafla, Mtume akanyamaza katikati ya mahubiri. Uwanja wote ukawa kimya kidogo. Alitazama upande wa mwembe kwa sekunde kadhaa. Halafu akaonyesha kidole upande ule. "Wewe pale chini ya mti," alisema kwa sauti nzito kidogo. Watu wote wakageuka nyuma. "Njoo hapa mbele." Kimya kizito kikaanguka uwanjani. Baada ya ukimya ule mzito kutanda uwanjani, watu wakaanza kupiga kelele kutoka pande mbalimbali. "Simama mzee, nenda mbele. Mtume anakuita." Wengine walikuwa wakimcheka. Wengine wakitikisa vichwa kwa hasira. Yule mzee alibaki ametulia kwa sekunde kadhaa, kana kwamba alikuwa anapima jambo moyoni mwake. Halafu taratibu sana, akashika vizuri fimbo yake. Akainuka. Koti lake la zamani lilionekana kulegea mabegani mwake, huku upepo mdogo ukilipuliza pembeni. Alianza kutembea kuelekea jukwaani polepole sana. Kadri alivyokuwa anasogea mbele, ndivyo watu walivyozidi kunyamaza. Hata wale waliokuwa na rekodi live waliinua simu juu bila kusema kitu. Mtume Ezekiel alisimama katikati ya jukwaa akijaribu kubaki na tabasamu lake la kawaida. Lakini karibu kila mtu aliyekuwa karibu angeweza kuona kuwa tabasamu lile lilikuwa la kulazimisha. Uso wake ulikuwa mzito, na macho yake yalikuwa yanamfuatilia yule mzee kila hatua. Mzee alipofika karibu kabisa na jukwaa, waliinua kichwa kidogo. Kwa sekunde chache hakukuwa na mtu aliyesema chochote. Kisha Mtume akavuta pumzi ndefu na kushika mikrofoni vizuri. "Mzee," alisema huku akijaribu kucheka kidogo, "kwa nini unakataa maombi?" Mzee hakujibu haraka. Alimsogelea karibu zaidi. "Karibu sana." Mpaka walinzi wawili wakasogea hatua moja mbele kwa tahadhari. Mzee akamtazama Mtume usoni kwa muda mrefu kidogo. Macho yake hayakuwa ya hasira, yalikuwa ya mtu aliyekuwa amebeba jambo zito kwa miaka mingi. Halafu midomo yake ikatikisika polepole. "Bado hujachoka kudanganya watu?" Maneno yale yalianguka uwanjani kama jiwe zito. Kimya. Kimya cha ajabu sana. Mtu mmoja aliyekuwa karibu na jukwaa akaachia chupa ya soda aliyokuwa ameshika. Ikadondoka chini na kutoa mlio mkali, lakini hakuna aliyegeuka kuitazama. Macho yote yalikuwa kwa Mtume. Na ghafla, uso wake ukabadilika. Tabasamu likayeyuka, rangi ikampotea usoni. Baada ya yale maneno ya mzee kusikika, walinzi wawili wa jukwaani waliinua hatua haraka, kana kwamba walikuwa wanasubiri ishara tu. "Mtoe hapo." Mmoja wao alinong'ona huku akimshika redio yake begani. Umati ulikuwa umeanza kuchafuka. Wengine walikuwa wanapiga kelele wakimtetea Mtume, wengine wakitaka kusikia zaidi. "Anatafuta attention huyo. Mzee ana matatizo ya akili." Lakini kabla walinzi hawajamfikia, mzee waliinua mkono kidogo. Kisha akasema neno moja tu, "Samueli." Mtume Ezekiel akashtuka ghafla. Ilikuwa reaction ya haraka sana, lakini watu waliiona. Macho yake yalipanuka kidogo. Midomo ikaganda. Uwanja mzima ukabaki kimya, kana kwamba watu walikuwa wanajaribu kuelewa walichosikia. "Samuel?" Watu wakaangaliana. Hakuna aliyewahi kusikia jina hilo. Kwa miaka yote, walimfahamu kama Mtume Ezekiel. Jina hilo lilikuwa kwenye mabango, TV, YouTube, hata kwenye vitabu vyake vya maombi. Lakini sasa,
Uso wake ulikuwa umebadilika kabisa, kama mtu aliyeguswa sehemu aliyokuwa ameificha kwa muda mrefu sana. Mzee akasogea hatua moja mbele. Muda umeenda sana, alisema kwa sauti ya chini, lakini bado nikikuita Samuel unatetemeka. Mtume akajaribu kucheka kidogo. Ilikuwa laugh fupi ya kulazimisha. Mzee, sijui unachosema. Lakini sauti yake haikuwa na nguvu tena. Mzee akatikisa kichwa polepole. Ulisema ukishapata pesa hunikumbuka tena. Akanyamaza sekunde kadhaa. Machoni pake kulikuwa na huzuni ya ajabu kuliko hasira. Ulikuwa serious kweli. Hata upepo uliokuwa unapuliza mapazia ya jukwaa ulionekana kusimama. Waumini waliokuwa mstari wa mbele waliinama mbele kidogo wakitaka kusikia kila neno. Waigizaji wa kwaya nyuma ya jukwaa walikuwa wameacha kabisa vyombo vyao. Mmoja wao alikuwa ameshikilia keyboard, lakini vidole vyake havikusogea tena. Mtume akameza mate kwa nguvu, akapanguza jasho pembeni ya uso wake. Mvurugano mdogo ulianza kuingia uwanjani. Watu walikuwa wanazungumza kwa sauti za chini chini, huku wengine wakinyanyua simu zao juu kurekodi kila kilichokuwa kinaendelea. Mtume Ezekiel alikuwa bado amesimama pale pale jukwani, lakini sasa hakutembea tena kama mwanzo. Alionekana kama mtu aliyebanwa na jambo zito kichwani. Ndipo kijana mmoja aliyekuwa akifanya live TikTok alijisogeza karibu na ule mstari wa mbele. Simu yake ilikuwa bado inarekodi. Mzee, alisema huku akimsogezea simu usoni, unamjua kweli huyu mtume? Mzee hakujibu haraka. Aliinamisha kichwa kidogo kana kwamba kuna kumbukumbu zilikuwa zinampita kichwani. Halafu akavuta pumzi ndefu sana. Kabla hajawa maarufu, alisema taratibu, aliishi kwangu. Uwanja mzima ukalipuka. Ha? Unasemaje? Kumbe walijuana? Watu waliinuka kwenye viti. Wengine wakasukumana ili waone vizuri kilichokuwa kinaendelea mbele ya jukwaa. Mtume akafumba macho kwa sekunde moja tu. Sekunde moja iliyosema mengi kuliko maneno. Mzee akaingiza mkono ndani ya koti lake kuukuu. Alitafuta kitu kwa muda mfupi huku mikono yake ikitetemeka kidogo kwa uzee. Halafu akatoa picha ya zamani. Ilikuwa imechakaa pembeni. Rangi zake zilikuwa zimefifia kutokana na muda. Akaishika juu kidogo. Kamera za simu zikaanza kuzoom. Kwenye ile picha kulikuwa na mzee huyo akiwa bado na nguvu kidogo za ujana. Pembeni yake alisimama kijana mwembamba mwenye shati jeupe lililopauka. Uso wake ulikuwa tofauti kidogo kwa ujana, lakini alikuwa ni Mtume Ezekiel. Hakukuwa na shaka tena. Mlio wa mshangao ukapenya kila upande wa uwanja. Haiwezekani! Kumbe huyu mzee anasema ukweli. Walikuwa wanaishi pamoja. Waandishi waliokuwa pembeni ya jukwaa waliinuka haraka kujaribu kupiga picha vizuri zaidi. Lakini kilichowafanya watu wazidi kuchanganyikiwa ni kwamba Mtume hakukataa. Hakusema picha ni ya uongo. Hakusema hamjui huyo mzee. Alibaki tu kimya. Na ule ukimya wake ulianza kuwaogopesha watu zaidi kuliko maneno ya mzee. Baada ya ile picha kuonekana, hali ya uwanja ilibadilika kabisa. Hakukuwa tena na kelele za shangwe. Hakukuwa na watu waliokuwa wanaruka au kupiga makofi. Kila mtu alikuwa anamsikiliza yule mzee sasa. Hata wale waliokuwa nyuma kabisa walikuwa wameinua shingo zao, wakijaribu kuona kinachoendelea mbele ya jukwaa. Mzee aliitazama ile picha kwa sekunde chache kabla hajaishusha taratibu. Mikono yake ilionekana kuchoka. Halafu akanyamaza. Ukimya ule haukuwa wa kawaida. Ulikuwa wa mtu anayepambana na kumbukumbu ambazo hakutaka kuzifungua mbele za watu. Kisha akasema kwa sauti ya chini, nilimlea kama mwanangu. Mtume Ezekiel akatikisa kichwa haraka. Mzee, acha. Ilikuwa mara ya kwanza sauti yake kusikika kama ya mtu anayesihi. Lakini mzee hakusimama. Aliendelea kumtazama moja kwa moja usoni. Siku moja mke wangu aliugua sana. Sauti yake ilianza kuwa nzito kidogo. Madaktari walitaka pesa ya haraka. Mtu mmoja kutoka mstari wa mbele alimeza mate kwa nguvu. Mzee akaendelea, nikamtafuta. Mtume alifumba macho taratibu kana kwamba tayari alijua kinachofuata. Nilienda mpaka getini kwake. Sasa hata walinzi wa jukwaani walikuwa kimya. Nikamwomba anisaidie hata $100 tu. Mzee akakohoa kidogo kabla hajaendelea.
lakini alinifukuza mbele ya walinzi wake. Watu wakaangaliana kwa mshangao. Wiki 2 baadaye, akasimama kidogo, kama mtu aliyekuwa anakosa nguvu ya kuendelea. Mke wangu akafa. Hakuna aliyesema neno. Hakuna. Hata wale waliokuwa wanarekodi waliinua simu kimya kimya bila kuongea. Uwanja mzima ukapoa ghafla, na ndani ya ule ukimya mzito, mtu angeweza kusikia hata upepo mdogo ukipita kwenye mabango ya mkutano. Lakini kilichoumiza watu zaidi si tu maneno ya mzee, ni jinsi mtume alivyoendelea kusimama pale bila hata uwezo wa kumtazama machoni tena. Baada ya mzee kusema maneno yale ya mwisho, hali ya uwanja ilibadilika kabisa. Mwanamke mmoja aliyekuwa mstari wa mbele alianza kulia taratibu huku akijifuta macho kwa khanga yake. Tumekuwa tukiamini nini hivi? Alinong'ona kwa sauti ya maumivu. Watu wengine wakaanza kunyanyua simu zao juu kwa haraka zaidi. Live za TikTok, Facebook na Instagram zilikuwa zinaendelea kila upande. Kila mtu alihisi kuna jambo kubwa sana lilikuwa linafichuliwa mbele yao. Mtume Ezekiel akasogea karibu na microphone. Mikono yake ilikuwa imejaa jasho. Alijaribu kuzungumza lakini sauti haikutoka vizuri mara ya kwanza. Si kweli yote. Sauti yake ilikuwa dhaifu, mbali kabisa na ile sauti yenye mamlaka walioizoea. Watu hawakupiga makofi safari hii. Walikuwa wanamsikiliza tu. Ndipo mzee akainua macho yake polepole na kusema kwa sauti tulivu, "Waambie pia miujiza yako mingi ni maigizo." Sekunde moja tu na uwanja mzima ukapasuka kwa kelele. Anasemaje? Uongo huo? Watu waliinuka kutoka kwenye viti kwa fujo. Wengine wakaanza kusogea mbele. Walinzi wa jukwaani wakaanza kusukumana na umati uliokuwa unataka kusikia vizuri zaidi. Mama mmoja akaangusha handbag yake chini bila hata kugundua. Mhubiri mmoja mdogo aliyekuwa pembeni ya jukwaa alianza kupiga simu kwa haraka huku uso wake umejaa hofu. Mtume akajaribu kuinua mkono kutuliza watu, lakini ilikuwa imechelewa. Ghafla kutoka upande wa nyuma wa uwanja, sauti nzito ya mwanaume mmoja ikapenya juu ya kelele zote. "Mimi niliwahi kulipwa nijifanye nimepona." Mwanaume mmoja mwenye kilema kidogo cha mguu alikuwa amesimama juu ya kiti huku akitetemeka kwa hasira. "Nilipewa 300,000. Alipaza sauti tena. Sasa taharuki ikazidi mara 2. Watu wakaanza kutoka nje kwa haraka, wengine wakitaka kupanda jukwaani. Simu zilikuwa zikirekodi kila kitu, na katikati ya vurugu zote mtume alibaki amesimama pale. Usiku ule, karibu kila simu mjini ilikuwa inaonyesha video ile ile. Clips za mkutano zilikuwa zinasambaa WhatsApp, TikTok, Facebook na YouTube kwa kasi ya ajabu. Watu walikuwa wanatuma links kwenye magrupu ya familia, kazini, hata kwenye grupu za kanisa. Kumbe huyu mtume alikuwa hivi. Yule mzee ni nani hasa? Hii ni scandal kubwa sana. Kila mtu alikuwa na maoni yake. Video ya mzee kusema, "Bado hujachoka kudanganya watu," ilianza kutumiwa mpaka kwenye memes. Lakini nyuma ya utani wa watu mtandaoni kulikuwa na maumivu halisi kwa baadhi ya waumini. Kesho yake asubuhi, wauza magazeti walikuwa wanapiga kelele barabarani mapema kuliko kawaida. Habari kubwa leo, siri nzito ya mtume yafichuliwa. Headline nyingi zilikuwa zinafanana. Mzee maskini afichua siri ya mtume maarufu. Mbele ya kanisa la mtume Ezekiel, watu walikuwa wamekusanyika tangu asubuhi. Geti kubwa la chuma lilikuwa limefungwa. Hakukuwa na muziki. Hakukuwa na walinzi wengi kama kawaida. Kimya tu. Waumini wengine walikuwa wanabishana nje ya geti. Hiyo ni setup. Mtume wetu hawezi kufanya hivyo. Lakini wengine hawakuwa hata na nguvu ya kubishana. Mwanamke mmoja aliyekuwa analia alisema, "Nimeuza mpaka kiwanja nikipeleka sadaka pale." Rafiki yake akamshika bega bila kusema neno. Kilichowavunja watu wengi moyo si tu madai ya miujiza ya uongo, ni ile story ya mzee aliyemlea, akamsaidia akiwa hana kitu, halafu baadaye akatelekezwa kama mtu asiye na maana. Na wakati kila TV, radio na simu zilikuwa zinaongelea skando hiyo, yule mzee alikuwa amerudi kwenye maisha yake ya kawaida. Kibanda chake kidogo cha bati kilikuwa kimetulia pembeni ya mtaa wa vumbi. Siku 3 baada ya ile taharuki kupoa kidogo mjini, maisha yalikuwa yamerudi kwenye mwendo wake wa kawaida. Lakini kwa baadhi ya watu, kilichotokea kilibaki kichwani kama jeraha lisilo na dawa. Mwandishi mmoja kijana, aliyekuwa akifuatilia stori hiyo kwa kina,
aliamua kumtafuta yule mzee ana kwa ana. Baada ya kuulizia huku na huko, alifika kwenye eneo la vumbi pembezoni mwa mji, ambapo vibanda vya kawaida vilipangwa bila mpangilio. Alipofika, alimkuta mzee amekaa nje ya kibanda chake kidogo. Alikuwa ameshika kikombe cha bati, akinywa chai ya moto taratibu kama kawaida kabisa. Hakukuwa na dalili ya mtu aliyekuwa katikati ya skando kubwa nchini. "Mzee," mwandishi alianza kwa sauti ya heshima, "hujisikii kama umeharibu maisha yake?" Mzee aliweka kikombe chini polepole. Akacheka kidogo. Ilikuwa kicheko cha mtu aliyechoka sana na kelele za dunia, lakini bado hajapoteza amani yake. Halafu akasema kwa utulivu, "Mimi sikuharibu kitu." Akanyamaza kidogo, kisha akaongeza, "Ukweli ukisimama wenyewe kelele huwa nyingi." Mwandishi akabaki kimya kabisa. Hakuandika chochote kwa sekunde kadhaa. Maneno yale yalikuwa mazito kuliko alivyotarajia. Alikuwa amekuja kutafuta drama, lakini akakutana na kitu kingine kabisa. Amani ya mtu ambaye hana kitu cha kuthibitisha. Alipoanza kujiandaa kuondoka, mzee alimuita tena kwa sauti ya chini, "Mwanangu." Mwandishi akageuka. Mzee akamtazama moja kwa moja machoni, na akasema maneno ambayo yalisambaa baadaye kuliko hata ile skando yenyewe, "Usimuogope mtu kwa sababu ana jukwaa kubwa, wengine wanapiga kelele tu ili Mungu asisikie walivyotupu ndani." Ukimya ukaanguka tena. Mwandishi akatikisa kichwa taratibu, akashindwa hata kujibu. Na alipokuwa anaondoka kuelekea mjini, alijua kabisa kwamba stori hii haikuwa tena ya mtume au mzee tu, ilikuwa imekuwa kioo cha watu wote waliokuwa nyuma ya majukwaa makubwa.